mama mchungaji hapa alinionyesha andiko la Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari tuanzia wa 12, sio mbaya. Anachokizungumza Paulo hapa, watu wa Mungu, kuna exception katika ambao tumeyazungumza. Paulo anaweka udhuru kwamba ninaweza kukaa na mwenza asiyeamini kama tu imetokea tulioana tukiwa hatuamini. Katika safari ya maisha yeye akaanza kuamini, mimi sijaamini, yeye hawezi kuniacha mimi. Yaani tunaweza tukaishi kwa sababu tulioana tukiwa wote hatujaamini. Tunaweza tukaishi. Labda yeye aseme kwamba sitaki kuishi na wewe na mimi nikubali kwamba kwa hiyo njia ulioenda tuishie hapo. Asema hapo amefunguliwa hicho kifungo. Lakini kama anasema tutapambana, mimi nalewa, wewe njoo na Biblia. Hapo anasema inabidi ukaze. Tena Petro anaizungumza vizuri zaidi. Nadhani waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari inaweza kuwa wa kwanza. Petro anasisitiza kwamba yule aliyeamini asimame sana kwenye mwenendo, ili yule asiyeamini avutwe na mwenendo wa mke wake. Lakini hii haifanyagi kazi. Inafanya kazi kama kunayo mazingira, wote mlikuwa hamjaokoka, mmoja akaokoka. Haifanyagi kazi kijana wa kanisani kutoka kumtafuta ambaye hajaokoka. Haitafanya kazi. Inafanya kazi kama wote mlikuwa hamjaamini, alafu mmoja neema ya wokovu ikamzukia. Possibility ya watoto na mume kuingia kwenye wokovu ni kubwa sana, kutegemeana na uimara wa yule mke aliyeamini. Pia wakiwa wote hawajaamini afu mmoja akaamini, inaweza ikawa rahisi zaidi, kwa sababu kuna badiliko litaonekana. Huyu ndugu asiamini atakuwa kwanza kunotice, yes, kuna kitu kimebadilika, kwamba kuna vitu vimechange. Na ushuhuda wa mtu wa karibu ni wa maana sana.